Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika makala yetu ya Ongeza Maarifa. Katika kipindi hiki tunajifunza namna ya kuongeza ujuzi mbalimbali katika maisha ambao unaweza kukusaidia kupata kipato katika maisha ama kuweza kutumia na kufaidika katika nyumba yako, makazi yako ama katika biashara yako. Mimi ni Sifelisi Ngolo, karibu uwe nami mpaka mwisho wa makala hii. Leo tumesafiri mpaka wilaya ya Chato mkoani Geita. Hapa ni Alpha Secondary School. Shule hii licha ya kufundisha masomo ya kawaida, wana vipindi maalum vya ujasiriamali. Na hapa utakutana na wanafunzi wanaojifunza mapishi, lakini wanaojifunza utengenezaji wa vitu mbalimbali ikiwemo sabuni, mafuta na vitu vingine vingi. Na hivyo hii leo nikukutanishe na binti ambaye yeye yuko kidato cha 3 na amebobea katika masuala ya upishi. Na leo anatuletea pishi la keki, namna ya kupika keki kwa kutumia taratibu na viwango vinavyotakiwa. Karibu uwe nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho uweze kujifunza kile ambacho wanafunzi wametuandalia siku hii ya leo katika makala yetu ya Ongeza Maarifa. Kwa majina naitwa Evodia Richard Zebedayo, ni mwanafunzi katika shule ya Alpha Adventist Secondary School, nasoma kidato cha 3. Leo tunaenda kujifunza namna ya kutengeneza keki. Katika masomo yangu pia nimeweza kupata nafasi ya kuja kusoma katika mambo ya upishi. Ninajifunza kupika vitu mbalimbali, lakini kwa leo tunaenda kujifunza namna ya kupika keki. Leo tunaenda kujifunza namna ya kupika keki, mambo ya mapishi yani. Katika kujifunza kwetu mapishi inabidi tuhakikishe sehemu ambayo tunapikia ni safi na ni sehemu ambayo tukipika vyakula vyetu havitakuwa na madhara yoyote na hakuna vitu vingine vinaweza kusababisha vitu vibaya kutokea. Kwa mfano kama katika mapishi uko umevaa saa, unatakiwa utoe saa kama ni pete au chene. Ukiwa unaingia jikoni hautaki kuingia na hivyo vitu, maana hivyo vitu vinaweza kusababisha hatari mbalimbali. Kwa mfano uko umevaa saa, unapokuwa unapika uko umevaa saa inaweza ikafunguka na ikaangukia kwenye chakula au pete. Kwa mfano hivi vitu kama vya unga wa ngano hivi unakuwa na shika pete inaweza kutoka na kuingia katika chakula. Na unapoenda kula chakula kile kitakuwa na madhara. Sasa mimi leo naenda kuzungumzia namna ya kupika keki. Katika upishi wa keki tunatakiwa kuwa na vifaa vifuatavyo. Tunatakiwa kuwa na Blue Band. Hii Blue Band katika keki yetu inasaidia keki yetu kuwa laini na kupupuchika kwa urahisi. Lakini pia tuna baking powder. Hii baking powder inasaidia katika keki yetu kuumua keki. Lakini pia tuna hapa vanilla. Hii vanilla katika keki inasaidia keki kuwa na harufu nzuri. Pia tuna icing sugar. Unaweza kutumia icing sugar, kama una icing sugar pia unaweza kutumia sukari. Sio lazima kutumia hii, unaweza kutumia sukari pia. Na pia tunatumia mayai. Katika keki yetu tunatumia mayai ili kufanya unga wetu kuwa laini na keki yetu pia kuwa laini. Lakini kuna unga wa ngano ambao tutautumia leo. Sasa leo naenda kujifunza namna ya kupika keki.
Hichi hapa ni kifaa cha kupimia, kina jumla ya gramu 250. Nitaenda kuwafundisha jinsi ya kutumia hivi vifaa na pia jinsi ya kupika keki. Hili ni sufuria la kuchanganyishia mchanganyiko wetu, lakini kitaalamu zaidi tunaita mixture. Kama huna hili sufuria la kuchanganyishia, unaweza kutumia beseni au mwiko. Ukitumia hapa mabakuli afu kutumia pia na kijiko, vinaweza kuleta madhara. Maana unapokuwa na koroga, kuna practical zitakuwa zinatoka kwa ndani, kwa zitakuwa zinatai katika maisha yetu. Hapa naenda kupima unga ngano. Leo tunaenda kujifunza keki ya nusu, yani kutumia vitu nusu. Tutatumia unga ngano nusu, baking powder nusu. Hii hapa inaitwa icing sugar nusu. Na pia tutatumia baking powder, vanilla na prestige, au tunaita Blue Band. Tutaenda kupima gramu. Nitaenda kupima unga wangu nusu, ambacho kifaa kama nilivyoambia ni gramu 250. Kama una hichi kifaa cha kupimia, usiweke unga ukazidi hivi. Hapa inabidi usawazishe ulingane pote. Hii ndio itakuwa ni robo. Nitaweka kwa sababu ni keki ya nusu, nitachota kingine. Pia nitasawazisha. Icing sugar ni gramu 250. Ambapo nimwambia kifaa chetu ni cha gramu 250. Hapa ni icing sugar, nimepima gramu 250. Nitaweka kwenye mixture. Pia kuna Blue Band. Hii Blue Band nitapima gramu 400. Ninapima gramu 400, hapo bado haijafika gramu 400. Kwa sababu hicho hapa kipimo ni gramu 250, nimeweka gramu 250. Kwa hiyo naongeza gramu 150. Baada ya hapo nitachukua baking powder. Hii baking powder ni gramu 6. Hiyo gramu 6 ni sawasawa na 1 tablespoon, yani kijiko cha kulia cha mezani. Hii baking powder sitachanganya, nitaweka kwenye unga huu ngano. Kumbuka ukiwa unapima hivi vipimo usio naweka kikijaa sana hivi, hapo utakuwa umezidi. Inabidi ukisawazisha kilingane pote. Utaongeza kidogo. Baada ya hapo nitachukua mkorogo wangu mchanganyiko kwa ajili ya kwenda kuweka pale, ili kwenye hiyo mixer niunganishe ili tuweze kupata mkorogo kamili.
Sisi hapa tuna mashine au mixer ya kuchanganyishia mchanganyiko wetu, ila kama una hichi kifaa unaweza ukatumia kama nilivyoambia beseni na mwiko kuchanganyishia mpaka mchanganyiko wako uwe mweupe. Kwa hiyo mimi hapa naenda kuunganisha ili tuone mchanganyiko wetu utakavyokuwa. Hapa nitachukua ili sufuria letu au mixture kwa ajili ya kuweka hapa. Nitaweka, unapoweka hakikisha kuna ya matundu mawili hivi, kuna matobo kwenye sufuria, kuna tundu ile hapa na hapa kuna sehemu ya hichi kijitu kuingia, inabidi uweke kiingia hapo ili sufuria lako liweze likawa sawa. Hapa ninaenda kuweka hichi hapa. Hichi hapa ndo kinatumika kuchanganyishia mkorogo wetu. Baada ya hapo nitaenda kuwasha kwenye switch. Nitaenda kuwasha hapa kwenye switch, hapa nimeshawasha. Baada ya hapa nita switch on. Hapa ninapandisha ili sufuria juu ili mkorogo wetu uweze kukoroga vizuri. Hapa kama unaona ni spidi kubwa unaweza kuwa unapunguza hapa. Unahakikisha unapokoroga mkorogo wako uwe unatokea rangi nyeupe. Baada ya hapo inabidi uende ukachukue mayai upasue kwa ajili ya kuweka kwenye mkorogo wako. Na unapochukua mayai usichukue mayai kuja kuweka umaki, unaweza kukuta yai ni bovu na hilo yai linaweza likasababisha mkorogo wako kuharibika. Inabidi uchukue mayai na upasulie pembeni. Nitaenda kuchukua mayai na kupasulia pembeni. Tunatumia mayai 8 kwa sababu ni nusu, inabidi tutumie mayai 8. Haya ni mayai 8 na naenda kupasua. Mkorogo wako unapoendelea kuendelea na huku unakuwa unaendelea kupasua mayai ili ukuje kuweka kwenye na mkorogo wako ili kuleta ladha nzuri. Baada ya kupasua mayai yako, unakuja kuweka. Unakuwa unaweka taratibu. Maki ukiweka haya mayai kwa ujumla unaweza karibu mkorogo wako, inabidi uweke taratibu. Ili mkorogo wako uwe vizuri inabidi unaweka mayai taratibu. Unakuwa naangalia mkorogo wako kama uko tayari unaweza ukaweka unga, ila hapa bado mkorogo wetu tunaona bado hajawa tayari, inabidi tusubiri. Na utakapokuwa unaendelea kusubiri unaangalia kama mkorogo wako uko tayari. Mkorogo hapo bado tunaona uko tayari, inabidi tusubiri ili utakapokuwa tayari tuweze kuweka unga.
Ukiona kwamba mkorogo wako uko tayari, unakuwa unaweka unga kidogo kidogo, na kama hauna mayai unaweza kuweka pia maziwa. Unakuwa unaweka unga taratibu. Unga unapokuwa unaweka taratibu, ila bado hatujaweka vanila, ambapo vanila nimewaambia hii vanila inaweza ikaongeza ladha katika keki yetu. Na kama una vanila unaweza ukatumia pia limao. Haya ni maji. Kama una maziwa unaweza kuweka pia maji. Unakuwa unaweka maji kidogo kidogo ili kulainisha mkorogo wako. Haya ni maji. Kama una maziwa unaweza kuweka pia na maji ili kulainisha mkorogo wako. Unaweka maji kidogo, usiweke maji mengi maana mkorogo wako utaharibika. Unaweka maji kidogo. Baada ya kuweka maji, tutachukua vanila, ambayo vanila inaweka harufu katika keki yetu. Tunatumia gramu 5 ambayo ni sawa na hapa kifuniko. Unaweka gramu 5 ambayo ni kifuniko kimoja. Utasubiri mkorogo wako ukiwa unaendelea hapo kujimix, unasubiri kwa muda. Hapo inabidi tuweke hii na tushushe unga ili uweze ukajichanganya na unga mwingine. Hapa nimeongeza spidi kwa sababu ili mkorogo wetu uende kwa spidi na uwezo unga ukajichanganya vizuri. Kama unataka kuongeza kitu unakuwa unapunguza spidi na unaongeza kitu unachotaka. Kwa mfano nilivyokuwa naweka mayai nilipunguza spidi, na nilipokuwa naweka unga nilipunguza spidi. Sasa hapa nimeongeza spidi ili mkorogo wetu ujichanganye vizuri. Unaangalia mkorogo kama tayari. Hapo ukiona bado inabidi uongeze spidi kwanza. Na huu mchanganyiko wako utakapokuwa naweka hivyo unaangalia. Kama ukikosea na keki utakuwa itengeneza, haitakuwa keki nzuri. Itakuwa ni keki ambayo na kama ukishika inabonya na haitakuwa tamu sana. Inabidi wewe unaangalia mkorogo wako. Kama utaona ni tayari inabidi uzime, au kama unakoroga kwa kutumia mkono inabidi uache ili uandae sehemu ya kuja kuweka mchanganyiko wako ili kwenda kuweka kwenye oven. Na kumbuka utakapokuwa mkorogo wako kunaendelea, huo umeseti oven na nyuzi joto 180. Na pia kama una oven unaweza ukatumia jiko la mkaa. Utaweka mkaa, utachukua sufuria, utaweka mchanga, utakuwa na baada ya mkorogo wako utachukua wewe kwenye sufuria ambayo unahitaji kuokea. Baada ya hapo utaingiza muda utaenda kuweka kwenye sufuria la mchanga, utafunika. Hapa mimi mkorogo wangu tayari naweza nikautoa. Hapa mimi mkorogo wangu tayari naweza nikautoa kwa ajili ya kwenda kuweka kwenye sufuria linalohitaji. Hapa nimewasha make kuna ungo ulikuwa hujachanganyikana vizuri uko pembeni.
Ninafanya hivi kwa sababu unga ulioko pembeni na wenyewe uweze ukajichanganya pamoja na unga ambao uko huko chini. Baada ya mkorogo wetu kumaliza kujichanganya, inabidi tuzime. Hapa nashusha sufuria. Baada ya kushusha sufuria, itabidi nifungue kwa hapa. Ndugu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, kama nilivyowaambia, hapa nimeweza kutengeneza mkorogo katika ile mashine. Sasa naenda kuchukua hii Prestige au Blue Band kwa ajili ya kupaka kwenye hichi chombo. Usipopaka hii Prestige, inaweza ukiweka keki yako inaweza kaungua. Tunapaka ili kulainisha keki, hata ikiwa umeiweka ili unapoenda kuoka ili siweze ikaungua. Kwa hiyo nitachukua Prestige kidogo na nitapaka Ukipaka Prestige, ukipaka Blue Band nyingi, unaweza ukasababisha inaweza kayayuka na keki inaweza ikaungua. Kwa hiyo inabidi upake Blue Band kidogo. Baada ya hapo, tutachukua mkorogo wetu na kuweka humu. Hapa naweka huu mchanganyiko wetu katika hichi chombo kwa ajili ya kwenda kuoka. Na keki inaiva kwa dakika 30 au hadi 35. Zikifika hizo dakika, kama ukiona keki yako ijaiva, unaweza ukaongeza dakika na ukaiacha ili iweze kaiva zaidi. Unapoenda kuweka hii keki kwenye oven au kwenye jiko lako la mkaa, inabidi uwe makini. Saa nyingine unaweza kukuta kama kwenye oven inaweza ikaungua na keki yako ikapoteza ladha yake. Hapa nimemaliza kuweka mkorogo katika hii sufuria. Inabidi nitikise ili niweze nikapata shape nzuri. Hapa nimemaliza, nitaenda kuweka kwenye oven na nitaseti dakika 30 hadi 35. Mtazamaji, kama tulivyomaliza kuandaa keki yetu, sasa hivi tunaenda kuweka keki yetu katika oven. Katika hiyo oven tuna seti nyuzi joto 180 na pia tuna seti dakika 30 hadi 35. Maana keki yetu inaiva kwa kupitia dakika 30 hadi 35. Kama nilivyokuambia, kama una oven unaweza kutumia jiko la mkaa, na pia unaweza kaangalia kwa kutumia saa yako au simu yako ili kuangalia zitakapofika dakika 35. Je, keki yangu itakuwa imeiva? Na itakapoiva keki yako, sio ikiiva unaitoa unaanza kula. Keki inabidi iweze ikapoa kwa ndani ya dakika 10 ili keki yako iweze kujua vizuri ladha yake. Mimi hapa nitaenda kuweka keki yangu katika oven na nitaseti dakika. Hapa nimeseti nyuzi joto 180 na pia nimeseti dakika 30 hadi 35. Mtazamaji, mara baada ya kutoa keki yetu katika oven, hapa tayari keki yetu imeiva na ni nzuri kama inavyoonekana. Ni tamu kwa wale ambao tumepata nafasi ya kubahatisha kuonja keki hii. Ama kweli wanafunzi hawa licha ya kujifunza masomo yao ya elimu, wanajifunza masomo ya ujasiriamali ambayo
Hakika watakapotoka hapa yatawasaidia katika nyanja mbalimbali maishani. Na kufikia hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Naamini umejifunza vyema namna ya kutengeneza keki. Katika kipindi kijacho tutaungana nao tena tujue nini hasa wametuandalia na kile ambacho tutajifunza. Mimi ni Lucy Ungolo. Endelea kuitazama Hope Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha yako.